Usikose kuwa pamoja nasi, na pia uvumilie, kwa sababu ni habari za nchi yako, lazima iwe ndefu ili upate faida kubwa. Tutaomba na maswali kama utakuwa nayo. Vita vimeanza toka mwaka wa 1996 wakati Laurent Kabila, wazungu washirika wa Rwanda waliochukua mpango wa kutaka kumuondoa Laurent Mobutu Sese Seko wa Zabanga katika madaraka. Ni kwamba kwanza kabisa walianza kumpa vikwazo Mobutu. Baada ya kumpa vikwazo wakampa ugonjwa. Baada ya kuona kwamba ameshazofika, hana tena nguvu, ndio wakatafuta mtu ambaye atakuja kumtoa. Nyerere akarahisishia kuwapa Joseph Kabila, kwamba yeye alifanya upinzani mkubwa wa kijeshi katika miaka ya kwenda huko nyuma, kwenye miaka ya 1980 na kitu, na hivyo akachukua hifadhi kwenye nchi ya Tanzania. Tanzania ilikuwa ikiongozwa na mtusi ambaye anaitwa Nyerere kipindiko, na ndo wakafanya hiyo Ima Empire wakiungana na Burundi, Tanzania, Rwanda, Kenya, Eritrea, Uganda, Somalia, Sudan, najua ni Sudani Kusini kama sitanganiki kwa sasa, au makabila wa mainchi tofauti ambao walikuja katika nchi yetu kuivamia nchi kupitia msemaji. Kipindi hicho alikuwa ni Laurent Desire Kabila, ambayo sisi tunaita mzee Kabila. Akakubali hizo mbinu, akakubali hiyo siasa ya kuja kama kibaraka wao, lakini walikuwa wanampanga kama msemaji tu, na watakuwa na rais wao wa kitusi ambao watakuja kumuinstale hapa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kazi kubwa aliyoifanya Laurent Desire Kabila ni kuboikote, ni kugeuza meza ya duara, akaigeuza, akapindua mpango wa Watusi na yeye kujitangaza kama rais wa nchi. Nasema kufika mwaka wa 1997 AFDL ya mzee Laurent Desire Kabila ikaweza kabisa kumuondoa madarakani mheshimiwa Rais Mobutu Sese Seko wa Zabanga. Na hapo rais wa Kongo mzee Laurent Desire Kabila akaingia kwenye madaraka mwaka 1998 kama sidanganiki. Hapo akasema kwamba lazima tuwafukuze hawa Wanyarwanda kwa sababu ni wageni. Mimi nawajua kabisa hawa Wanyarwanda ni wageni, na hivyo siwezi kuishi pamoja na Wanyarwanda wageni. Na baada ya kutamka neno hilo, Wanyarwanda waliondoka kama tulivyowaona mahali popote walipokuwa. Warundi ambao walikuwa katika nchi yetu, wanajeshi wa Burundi wakaondoka, makabila zote yakaondoka. Hapo ilikuwa ni 1990. Baada ya wao kuondoka, wakaenda kufanya mpango wa kuunda jeshi lingine, likaja na jina la RCD, ambayo litakuja kumpiganisha mheshimiwa rais mzee Laurent Desire Kabila. Na kufika tarehe 16 mwezi wa kwanza mwaka wa 2001 wakamuua mzee wetu Desire Kabila. Na hapo ndipo walipomtangaza huyo mwezi wa kwanza Laurent au Joseph Kanambe Kazemberere, ambaye anaitwa kwa jina la Kabila pia, na kuitwa Swadiza mtoto wa Kabila. Na huo mwezi wa kwanza akafanya kuingia kwenye vita na kuanza kupanga serikali yake kama alivyotakiwa kupanga, alivyofundishwa na kupewa masharti. Alitembea, akaenda Rwanda, akaenda Uganda, nchi zake
kubwa ambao alikuwa akizitembelea ni Rwanda na Uganda, na huko alikuwa anaenda kupata mashauri ya kufanya serikali ya muungano wa watu wanne ambao tulizoea kuiita M+4. Audio hii itakuwa ndefu, lakini tutaifanya iwe vipande vipande, usichoke, tutafanya dakika 10 tunatengua. M+4 ikafanywa 2023. Mu 2023 ilivyofanywa M+4, ikabidi wakubaliane huko Sun City kwamba waunde serikali ya pamoja ya M+4, wote wakuwe wa president. Ndo jambo la kwanza kutokea katika ulimwengu, wa rais wanne wanafanya kazi kama mawaziri, lakini ni wa rais. Kila mtu anaweza kusiege kama rais, lakini wanasimamiwa pia na rais mmoja. Wakawa wa rais wanne na mmoja, yani M+4. Mimi nitajaribu kuwataja na nikikosea mmoja mtanikumbusha. Huko Sun City kwenye huo mjadala walioendea wakakubaliana hivyo. Huko kulienda Saidi Ngoma wa RCD Kisangani kama sidangani, RCD Goma kama sidanganyiki, Jean Pierre Bemba wa MLC, kulienda na Azarias Ruberwa wa RCD Goma, juu kulikuwa RCD Goma, RCD Kisangani kama sidanganyiki, na Yerodia Ndombansi. Alafu kuna mmoja ambaye nimemsahau, mtakwenda kunikumbusha baadaye. Baada ya hapo, wandugu wasikilizaji wa channel yetu ya CNPSC ya Kutumba, tunaambatana na tunafatana kama ilivyo, ili tujue siasa ya nchi yetu inatoka wapi na Wanyarwanda wanataka nini katika nchi yetu. Hicho ndo sababu ya mimi kusimama kwenye mtandao na kutangazia watu malengo ya kuwa hivi CNDP, RCD, M23, malengo yake ni yapi hasa. Baada ya wao kukubaliana hapo 2023, wakaanza kazi ili waanze kazi ya kila mmoja kufanya kazi kama rais wa nchi. Na baada ya kupata kumaliza hiyo kandarasi ya kwanza, wakifika mu 2026 uwepo na uchaguzi wa urais. Yule ambaye atakwenda kuchaguliwa atakwenda kupita, na wote watakuwa makandidati, watapostile. Baada ya kupostile watachaguliwa, raia itachagua yule ambaye wanaomtaka yeye. Tukafanya uchaguzi. Baada ya kufanya uchaguzi 2006 akapita Kabila kwa kutatanisha. Uchaguzi ukarudiwa tena, maana watu wengi walimchagua Jean Pierre Bemba, lakini pia seni ilikuwa na ya Felix ya Joseph Kabila Kanambe, na wakafanya marudio ya uchaguzi kulingana na katiba gisi inavyoeleza. Baada ya kurudia election au uchaguzi, Kabila akapita. Kabila alipita. Wazee wetu wa Kibantu tulisema huyu amemaliza vita kwa amani, tumpe muda tumwangalie atafanyaje. Matokeo yake akatusaliti sisi tuliompa uchaguzi, kwa sababu sisi ndo wengi. Akawapenda sana ndugu yake. Mnaona damu ni nzito kuliko maji. Kama ndivyo tangulia kusema, alikuwa anatembelea sana manchi za Uganda na Rwanda. Huko ndo anajua fika kwamba ndo alitoka. Hao ni wandugu zake kabisa wa karibu. Baada ya hapo mwaka wa 2008 wale waliokosa kuwa marais wakaenda wakaunda CNDP. Sasa wewe Mkongomani unaojiunga na M23, hapo ndo unatakiwa ufungue masikio. Kwa nini walienda kuunda tena CNDP na Sun City walikubaliana yule ambaye atakwenda kukosa urais atakubali kuwa raia wa kawaida, au atakubali kuwa mfanya siasa au mpinzani? Ndio. Haya basi, uchaguzi ufanyike. Uchaguzi ukafanyika. Baada ya uchaguzi kufanyika, nimeenda haraka kwanza huko kwenye Sun City,
walikuja na kipengele cha kusema kwamba tufanye wi uno. Baada ya wi uno, sisi hatukuambiwa wi ndo nini na no ndo nini. Wi ilikuwa tuchague amani na tuishi na Wanyarwanda na wageni wote sawa bila ubaguzi wowote. Na Wanyarwanda wanapaswa kupata ardhi katika hii nchi na wao Wakongomani halisi. Tukasaini hivyo bila kujua, bila kuambiwa. Walitufanya wi uno kwa sababu wao ni serikali iliyochaguliwa ya kibabe ya silaha mkononi, na wao walitafuta kupewa udongo, kupewa uraia kwa silaha, sio kidemokrasia. Ndio maana wamefeli. Yaani hawakushirikisha raia katika mambo yao, kuwafungua na kuwafunza raia vizuri kama anavyofanya Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kwa kubadilisha katiba. Lazima ueleweshe wa raia kwamba tunabadilisha 1, 2, 3 vipengele fulani, kipengele fulani hakiendani kabisa, na mtakisikia hapa. Tunawapa hii taarifa au story watoto wetu ambao wapo nje na wapo ndani ya nchi, ili wajue sababu ya Wanyarwanda kuchukiwa na grupu ya CNPSC. Tunawachukia kwa nini? Grupu ya CNPSC inawachukia Wanyarwanda kwa sababu ya hizi hali zao za kupenda kurudisha nchi yetu nyuma, na nchi yao ya Rwanda kule wako vizuri, wanatulia. Sasa wewe Mkongomani unayejiunga na Wanyarwanda kwa sababu ya kuja kusumbua nchi yako, wewe huna akili. Wakaenda wakaunda CNDP. CNDP iliundwa kwa malengo yafuatayo. Kwanza, aliyekuwa waziri kipindi hicho ni Raymond Chibanda. Walikuwa wanaenda kufanya makoo, wakaenda kusaini mikataba na Roland Nkunda wa CNDP. Yaani kundi hili la CNDP liliundwa likiwa liko chini ya uangalizi wa Laurent Nkunda mnamo mwaka wa 2008 na uchaguzi umefanywa 2006. Sasa kwa nini wamekuja tena Wanyarwanda kufanya vita tena vya kumpinga tena Kabila ambaye aliwapa urais, wakafanya urais Azarias Ruberu wa miaka 3. Akakosa kwenye uchaguzi, wao wakaenda kufanya hii kundi la uasi wa kijeshi kumpinga Kabila tena, kwa sababu wao hawakuchaguliwa. Wakaja na hitaji zao. Hitaji la kwanza wanasema tuwache udongo wa este ya Kongo, yani hii udongo wa este ya Kongo, tukimaanisha kwanza Grand Kivu na Tanganyika kwa leo mpaka Ituri, ikae huru bila kuangaziwa na FRDC, bila kuangaziwa na waofisier wote wa kijeshi wa kiraia kutoka DRC au Kinshasa. Iwe huru, iwekwe kwenye mikono salama ya Umoja wa Mataifa. Yani Umoja wa Mataifa MONUSCO ndio iangalie. Wawe huru, yani wawe huru, na kama kutakuwepo makubaliano ya Kongo na CNDP, yani watu kutoka kundi la CNDP ndio wachunge mipaka ya este ya Kongo, kwa sababu ya kuprotege nchi ya Rwanda. Wale Wahutu wa Kinyarwanda walioingizwa na Umoja wa Mataifa kwa nguvu hapa Kongo, na Ufaransa pia waliokuwa hapa, Ndira Hamwe tuiite hivyo, isiende kusumbua Rwanda. Alafu mkataba wa pili ulikuwa ni kukamata maofisier, maafisa wote wa kiserikali, kupewa nyazifa kubwa kubwa, wa controle est, na wengine waingizwe Kinshasa, waingizwe kunyanja zote za kijeshi, maafisa wote. Ya tatu ilikuwa wachukue Wanyarwanda waliokimbia Rwanda kurudi katika nchi yao, yani nchi ya Kongo. Warudi wasiojulikana ni hesabu ya Wanyarwanda wangapi. Hiyo ilikuwa ni sababu ya kuinfiltre militairement, wainfiltre
usie ku niveau ya population yetu batukuwe bengi mule, batu infiltre mu ANR, batu infiltre kuba officier yetu ya gouvernement, yani batu infiltre partout. Hiyo ilitusaidia sana kwa sisi kuwaza kwamba Wanyarwanda malengo yao sio mazuri, CSC, NPSC, wazalendo kwa ujumla, leo ni VDP. Tukaanza kuona kwamba ili silo kundi la kimaendeleo, hakina tofauti sana na kundi la RCD, yaani wote hawa ni wanamemba wa RCD. Kwa hiyo jeshi la CNDP na hawa walioongoza serikali kipindi hicho ya PPRD ambayo ilikuwa inaongozwa na Kabila au Joseph, wakaenda kusaini hiyo mikataba, na wakakubali wao waingie. CNDP ikaingia mu gouvernement kama parti politique ambayo iko allié wa parti ya MP. CNDP ikajiunga na MP yake Koya Diallo ndo alikuwa anaongoza hii MP. Wakakubali CNDP ya Laurent Nkunda wafanye coalition na wakuwe grupe moja. Baadaye, ndugu zangu wa channel yetu ya Kutumba mahali popote mlipo, huyo ni Babu Felix Mwembamba mwana wa Mbanda ambaye anakuletea haya au story ambayo iliyopita ya kuifahamu grupe la M23 ambayo zamani ilikuwa inaitwa CNDP RCD na leo M23. Lengo ni moja. Baada ya hapo tukaenda kwenye uchaguzi wa 2011. Uchaguzi wa 2011, baada ya kuchaguliwa tena Rais Kabila kuwa rais wa muhula wake wa kwanza kumalizika ili aongoze kwa muhula wa pili. Sasa Wanyarwanda tena hao baada ya kujiunga na chama cha MP, lazima uelewe vizuri, CNDP ya Laurent Nkunda ikajiunga na MP, ikatoka NEA, haikuchaguliwa wala kupewa nyazifa za uongozi serikalini. Tena wakachukia, nasema kwa hii government tena ya pili, tena serikali haikutupa chochote na raia haikutuchagua, hatuna wadepite, hatuna tena twende. Wakaenda tena wakaenda kuanzisha vita tena. Hiyo ni 2013. Baada ya 2011 uchaguzi kupita, ikakuwa 2000, ilikuwa Desembre 2011 je pense kama siudanganyiki, ikafika 2013 wakaanza vita. Kwanza walianza fununu za vita 2012. Sababu ya wao kufanya vita ndo hizi hapa tena. Walikuwa wanaleta vita baada ya uchaguzi tu, baada ya miaka miwili. Ikumbuke kwamba walifanya hivyo tena baada ya uchaguzi wa Felix Antoine Tshisekedi, baada ya miaka miwili. Tunataka unielewe vizuri kwamba baada ya miaka miwili tu wakiona kwamba masuala yao hawako vizuri, haukuelewa wanavyovitaka, serikali haikuchangamka kwa sababu ya zile akoro zao, hamkuwapa kile wanachokitaka, vita. Sasa wewe lazima uungane na sisi kuwa mtu wa VDP wazalendo, uende kikonde ili ukatae huu ukoloni huu wa baada ya uchaguzi. Lazima tuwe na vita, tunakuwa na kaamani mpaka tukubali wanachokitaka Wanyarwanda. Ndio sababu ya mimi kukuja hapa leo, kuja kukuambia leo ni tarehe 30, tarehe 23 ya mwezi wa 3. Ukumbuke na ujue sababu ya Wanyarwanda kuwa wanakuja baada ya miaka miwili ya election katika nchi yetu ya Kongo. Hawataki amani katika nchi yetu. Baada tu kama serikali iliyoingia madarakani au rais wanaenda kumkumbusha ile kaide charge yao. Bwana, njoo hivi tulipatana, unakubali? Hapana, au kubali vita. Na ndivyo walivyofanya na Felix Antoine Tshisekedi. Baada ya wao
kuanza vita. Ikafika mwaka wa 2013 Novembre le 5 Novembre 2013, baada ya uchaguzi wa le 11 Desembre, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikajigamba kwamba imempiga Laurent Nkunda wa M23 na kumjengua mahali popote walipo na kukaba hizo nafasi zote kupitia kanali wetu ambaye Wanyarwanda walimuua kupitia Joseph Kabila, Mamadou Ndala. Baada ya hapo wao wamejigamba wameshinda, wakaenda Uganda. Ilikuwa tarehe 11 mwezi wa 11. Wao tarehe 5 wamejigamba wamempiga, wamemaliza vita. Ndio pale watu wajinga, watu wa PPRD ambao PPRD yenyewe haiwajui, wajinga wanasikia sisi mwaka wa 2013 tulimpiga huyo Laurent Nkunda, tukamnyang'anya maeneo yake na tukafukuza M23. Wanasemaga hivyo, na walikuwa wanasema hivyo sana wakati wanaona Wanyarwanda wanatupiga sisi Wakongomani. Wanatupiga kupitia watu wao wa Wanyarwanda waliokuwa makanali, majeneru, makapta na mama kule. Wao wakafurahi sana, watu wajinga ambao hawajui wanafurahia nini na hawajui siasa ya nchi naenda wapi natoka wapi, hawajui. Wao ni kufurahia tu, kama vile washabiki wa kabumbu Barca maana yake nini? Hivyo. Kwa hiyo wao wakawazia labda waliweza vita, lakini ilikuwa vita vya makubaliano. Wakaambiwa rudieni nyuma. M23 ikarudi nyuma, na Mamadou akajitawala kama alivyofanya zile sketch zake kwamba yeye ndo ameweza vita, lakini kiuhalisia haikuwa vita vya kuwezwa kwa vita, ilikuwa vita vya kisiasa ambao yeye Kabila alijua kwamba hivi vita vimeisha kisiasa. Sasa huyu anaenda kuvuma, anaenda kupata sifa huku Nord Kivu Beni kwamba yeye ndo amemaliza hivi vita, ndo akamuua. Kwa sababu Kabila akishalewa tu na anavuta bangi na ni Mnyarwanda, akichukia anakuua. Kwa hiyo mauaji katika nchi yetu ilikuwa ni hivyo. Tarehe 11 baada ya vita vya tarehe 5 mwezi wa 11 mwaka wa 2013 kumradhi, tarehe 11 mwezi wa 11 mwaka wa 2013 wakaenda Kampala Uganda, wakafanya makoo ya madai ya M23 ambayo ilisema kwamba sisi ni mouvement ya le 23 mars 2009. Yani tunakuja kuwakumbusheni mutusaidie kutekeleza makor tuliofanya le 23 mars 2009. Ndio maana wanaitwa M23, mouvement de 23 mars 2009. Huko ndo kulianza vita huko 2009, kulingana na yale makoro walioenda kuyasaini kati ya Laurent Nkunda na Raymond Tshibala ya CNDP, ya kukubali hii este itawaliwa na Wanyarwanda, kukubali waingie na warapelete na kujumu na sahau sana, kukubali waingie katika kijeshi, waingie katika maofisi mbalimbali ya kiraia, wajiunge, wakubaliwe waingie. Wafanya siasa wao waingie katika siasa ya Kongo, kabila moja wa Wanyarwanda waingie katika kijeshi, kabila moja wa Wanyarwanda waingie katika vitengo vyote vya kiujasusi. Kwa hiyo mkikataa, vita vinaenda kuanza tena. Hapo wakaanza kuelewana tena. Serikali ya Kinshasa ikaenda Uganda, wakafanya makao. Ilichelewa, wakastua tena, wakawaita. Yani Kongo inatembezwa kama msazi. Wakaitwa tena Kenya kipindi hicho. Baada ya kuona wanakawa kutekeleza, wakaenda tena Kenya. Huo mwezi, huo mwaka mmoja wa 2023, 2013 plutôt, ilikuwa ni tarehe 12 Desemba 2013, Raymond Tshibala tena na M23 wakaenda Kenya mbele ya Ban Ki-moon, secrétaire wa Nations Unies. Kama sidanganyiki, najua ndo hivyo. Ndio alikuwa Ban Ki-moon kipindi hicho. Mtaenda kujirapele kumanani yenyu. Mujidocumenter davantage. Wakadai tena yale madai yao ya kusema kwamba hamjatukubalia
na hamjaheshimisha mikataba tuliyoifanya ya kutupatia sisi permission ya kuingia ma institution zote za nchi ya Kongo. Sasa kule kwa ensemble kule balikuwa bana ba intercale. Banakubaliana huku serikali inakubaliana Joseph Kabila na ndugu zake wanafika kwa Assemblée Nationale, wanakuwa sawa, watakuwa na akili kidogo, wasema lakini hivi vitatuletea pabaya hivi, bana bizuia. Sasa bakibizuia banaenda kufanya tena vita. Tunafika mchaguzi wa 2018. Tunapambana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo pamoja na Shadari ambaye alikuwa wa FCC PPRD na Martin Fayulu Madidi. Wakafanya uchaguzi, akaibuka mshindi ni Felix Antoine Tshisekedi. Wakaja na cahier de charge. Ndio pale mlivyosikia kwamba alituweka pale Kinshasa. Wao walikuwa wanakuja tu, si kwamba waliwekwa. Wao walikuwa wanakuja, wanaangalia nani ambaye kijana kwa sasa walorangu ndosha zeeka, Wilingoma wende na wengine. Na hawa wa Bertrand Bisimwa sio Mushi, ni Mnyarwanda. Wanafika pale, wanasema tunakuja tena kukuambia pongezi sana. Ndio zile salamu za rambirambi. Sisi ni grupe la le 23 mars 2009 na M23 kama ulivyosikia, ndio tunakuja, tuko na cahier de charge yetu, tulipatana na serikali. Hapo kulikuwa maakoro zingine zenye ziliongezeka kule Kenya ya Kongo sasa kupewa kuilipa Rwanda franc. Zile zenyewe mlisikia. Tukue tunamlipa kukila BJ ya inchi, yeye anapata zake kama milioni 10 na ngapi hapa, asidanganyiki mbao vile mpaka kuangalia tena. Lakini tuko juu ya M23. Baadaye serikali ikasikia ikasoma, ndio hivi yase tukamate tena brassage na mixage kila wakati. Mbona mshaingia huko sana? Sasa hivi vitakuwa mpaka siku gani? Akajitazamia kulingana na jinsi walivyoanza movement yao kwamba baada ya kila vita, baada ya kila uchaguzi wanafanya hiyo movement na wanaingia. Akasema mbona mshaingia? Sasa mtapenda muingie huku mpaka siku gani? Na hii bele itakuwa mpaka dini. Wakasema hii haiyakuwa na mwisho. Lakini ndio hivyo, ukikubali basi. Akaitwa Rwanda, akaitwa Uganda, Felix Antoine Tshisekedi kule akakataa vile. Felix alikataa, akasema hapana, hatuwezi kuendelea inchi ibaki chini ya sheria za inchi nyingine au sheria ya kundi. Hapana, hatuwezi kufanya hivyo. Na M23 ilikuwa na mainchi mengi. Huyu Ban Ki-moon, Thabo Mbeki, wote walikuwa wanapata franka za ile nani BJ ya inchi yetu, walikuwa wanapata hizi pesa, wanapewa nao kama mashahidi. Ilikuwa inapewa mainchi mengi sana inchi yani BJ yetu, ndio maana ilikuwa kukatre tu. Juu wakishapata hata 11 miliard il faut watoshe zile ma pourcentage zote, kisha kuna bakia 4 miliard. Sasa 4 miliard ujiulize itafanya kazi gani? Zero kazi. Felix Antoine Tshisekedi akakataa. Akasema mimi wa Felix Antoine Tshisekedi nakataa tuanze mambo mapya. Hiyo ilikuwa ni ya gouvernement nyingine. Mimi niko mtu mwingine na siasa nyingine. Unakataa ndio. Vita vya pili vya M23 vikaibuka tena kwa madai ya le 23 mars 2009. Ndio maana wako wanadai hivi. Wapewe udongo, wapewe uongozi, CNDP M23 iingize watu wake katika Jamhuri ya Kongo na waachiwe este wao walinde. Sasa wewe kama wao wanadai hivyo, walinde hii nchi, wao ndio wawe kila kitu na Kinshasa isiwaulize kitu. Wao wanakamata mapursa wanapeleka sa Kinshasa. Hivyo si nchi ishaenda. Na Kabila ameacha hiyo situation. Na huyu mwenzetu Kagame amesema mnamlaumu Felix bure. Felix hajui hivi bilianza zamani. Na kama bilianza zamani, yeye Felix alikuja kuvikuta. Msikwe mnamlaumu bure. Sasa wewe nataka nikuulize mkongomani mwenzangu ambao unanisikia kwenye channel ya Kutumba ambayo ni CNPSC. Leo wewe utakuwa nafasi gani wakati M23 ikishika hii Kongo mzima? Utakuwa nani? Majibu unayo wewe ambaye uko kwenye M23. Ndio maana tunataka iwe kwenye YouTube, iwe kwenye channel na pia isambazwe. Hizi voice tatu zisambazwe ili ziwafikie walengwa, wale ambao wako wanapenda kushabikia M23, AFC ya Corneille Nangaa, ambao haswa ni watu wa kutoka Shaba,
Hawajui siasa inaendaje na hawa watu walitaka nini na malengo yao ni yapi. Wao wanafikiria tu wanamchukia Felix kwa sababu ni Mkasai, lazima atoke. Hii Kongo sio ya Wakasai. Hii Kongo ni ya Wakongomani, sisi ambao tunayeongea hapa. Tunaichangia wote. Na waache ile kuota kwamba Kongo ya lazima iongozwe na Muluba. Mtu wa Katanga ndo hawatafanya fujo. Wakatanga waishazoea nao Wakatanga sana. Yaani kama kunaingia mtu mwingine ambao sio wa kabila lao, lazima wawaite Wanyarwanda wawasaidie wafanye vita. Wakatakatanga ndo wanaonekana. Ni akili za kijinga sana. Wao tutawakonsidere kama Wanyarwanda. Bado tunamalizana na Wanyarwanda, kesho tutageukia kule kwa Katakatanga, tuende tuoshe na Katakatanga. Kwa sababu sisi ni VDP wazalendo, watu tuliojitolea kwa sababu ya kulinda nchi yetu. Na hatuna mipaka. Na hakuna mtu atakaye kuambia hapa sio kwenu. No. Pale kote ambako kutakuja uhasama, lazima sisi tukanyage pale, nguvu zetu ziingie pale na tufanye hivi. Kwa sababu ya kutosha enemy, kwa sababu ya kutosha ujinga katika akili za watu, kwa sababu ya kurudisha nchi katika normalite kama nchi zingine. Nchi yetu ni kubwa, nchi yetu ina utajiri, unakosa kufanywa kazi, utajiri unakosa kuonekana, maendeleo yanakosa kuwepo kwa sababu ya watu wadogo ambao wakizao ni finyu. Lazima tuwe tunawaambia ukweli, lazima mkubali kwamba hii nchi yetu ilikuwa sous occupation ya armée rwandaise na sisi hatutakubali hilo liendelee kuanzia sasa. Ndio maana tunakataa na tutakataa mpaka mwisho. Mpaka mjukuruza atakataa hivyo. Yaani vita vitaendelea. Usizani tuna amani. Amani itakuwepo mpaka siku Wanyarwanda watakubali waishi na sisi kwa amani, watulie kama maji mtungini. Wakubali kurudi kwao. Vitu viwili ambavyo tunawapa. Wakubali tuishi wote tukue mumeme point d'égalité, hakuna wao gisi wanatakaga kujipandisha, waonekane wako power, donc wako special par rapport na watu wengine. Hapa tunaishi nao kwa sababu na sisi tuko manchi zingine. Aidha wakubali kurudi kwao kwa sababu wao ni wageni. Hakuna Mkongomani anayetoka kule kuja kusema mimi nashukuru sana, mimi ni Mkongomani na anajijua yeye ni Mkongomani. Wakongomani wapo wengi nje ya nchi. Wewe ushajijua wewe ni Mkongomani. Itakuwaje tena uje ujitape mimi najua niko Mkongomani? Ukongomani wako ni wakupima kwa mizani. Maana hauko Mkongomani halisi. Mkongomani halisi alitoka kule Zambia, Zimbabwe, Angola, South Africa, Etazini kwamba aje tena aseme mimi ni Mkongomani. Yaani wewe hauko Mkongomani. Chana mwema. Babu Felix Mwembamba. Asante.